mtu mwenye hadhi gani, yani namna ambavyo natakiwa ni kujibu wewe Alex Ngereza, sawa, na namna ambavyo natakiwa ni mjibu pia shabiki, ni vitu viwili tofauti, sawa. Kwa hivyo nimegusia hayo. Sijafahamu ni makusudi ama hawajui baadhi ya maafisa habari jinsi ambavyo wanazungumza. Naona bwana, uchaguzi wa maneno kupeleka kwa mashabiki wakati mwingine. Kuna wakati mtu anasimama jukwaani kifananisha makocha na maandazi. Sasa akisema sui nani na andazi, unaona bwana? Lakini pia kuna kauli jana niliona ikipostiwa sana kwenye mitandao ya kijamii ikizungumza Alikama mwenyewe nilipost. Yes, akimjibu mkuu wa mkoa wa Tabora. Mkuu wa Tabora, Paul Chacha. Mheshimiwa Paul Chacha. Mheshimiwa Paul Chacha. Sijajua kama ni watani ama ni sawa sawa tu kufanya vile. Mimi sijafahamu, lakini pia ningependa kushare na nipate neno kutoka kwako. Akimjibu akisema amevaa shati lake la ubatizo na nini? Vitu gani? Nafikiri kwanza kabla ya yote Alikama kwanza anapaswa kumuomba radhi pia mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha. Paul Chacha ni mkuu wa mkoa wa Tabora, ndo mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa wa Tabora, au unaweza ukasema ndo rais wa mkoa, kwa sababu kila kitu ndani ya mkoa kiko chini yake. Ni mtu ambaye ana heshima kubwa sana kwenye serikali, lakini pia ni mtu ambaye ana heshima kubwa sana kwa wananchi wa mkoa wa Tabora na Tanzania kwa ujumla. Kuna kauli ambazo ukizungumza dhidi yake ni lazima uwe na uchaguzi mzuri wa maneno. Ndio tunasema ni communication skills. Lazima ujue kwamba hivi ndio aliuliza pia jina la mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ni nani? Yes. Kwa hiyo unapaswa kujua unazungumza na mtu mwenye status ya aina gani. Ukiwa unazungumza na mkuu wa mkoa au unazungumza kitu chochote kinachomhusu mkuu wa mkoa, lazima utumie maneno yenye heshima dhidi yake. Kusema kwamba ameweta wachezaji wa Tabora kakanao kikao na hata sijui kama amewapa chakula hajawapa, na nafikiri sijui kama amewapa chakula hajawapa chakula, amevaa shati lake la ubatizo, sio kauli nzuri mbele ya mkuu wa mkoa. Ni kauli ambayo unaweza ukaizungumza dhidi ya afisa habari wa Tabora au mtu yoyote wa Tabora United, lakini sio kwa mtu mwenye status ya kubwa kama Paul Chacha ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tabora. Ni mtu ambaye anaheshimika vibaya sana. Kwa hiyo kusema amevaa shati la ubatizo, yani shati la ubatizo likoje? Kwa sisi Roman Katoliki ndio ambao huwa tunabatiza watu wanabatizwa. Sawa Kwa hiyo ukienda kanisani ile siku ya ubatizo, sio kwamba kuna shati maalum pia la kuvaa kwenye ubatizo. Ila tu ni sherehe kama zilivyo sherehe zingine. Sisi kwenye moja ya sherehe zetu sisi wa Kristo, ubatizo ni moja ya sherehe. Umeona Kwa hiyo unaweza ukavaa nguo yako safi, ukashona hata suti na nini, lakini hakuna shati maalum kwa ajili ya ubatizo. Kwa hiyo ni kauli ambayo sio nzuri kwa mtu kama mkuu wa mkoa wowote ule. Kwa sababu mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha aliwaita wachezaji wa Tabora United kwa ajili ya kuwapa motisha au kuwapa hamasa kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Yanga. Akaweka shilingi milioni 60. Kitu ambacho tunakiona kwa mikuu wa mikoa wote wakifanya mara nyingi. Timu zao zinavyoenda kucheza na dhidi ya Simba au dhidi ya Yanga. Ni sehemu tu ya hamasa. Na hakuzungumza kitu chochote kibaya kuhusu Young Africans. Alisema tu kwa